Natumai buheri wa afya, na kama ndio mara yako ya kwanza unatembelea channel hii, basi usisahau kusubscribe na pia na kucomment ili kuwa kwanza kupata taarifa mpya zinapotoka za hapa Tanzania na vile vile hata nje ya mipaka ya Tanzania, kwani huu ni ulimwengu wa michezo na hutojutia kusubscribe. Bwana, ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League imetamatika hii leo, ambapo imeshuhudia mchezo mkali baina ya klabu ya Young Africans dhidi ya klabu ya Simba. Katika mchezo huo, klabu ya Young Africans imebuka na ushindi wa goli 2-0 dhidi ya klabu ya Simba. Katika mchezo huo, kivutio kikubwa kilikuwa ni refa kutoka nchini Misri. Refa huyo amekuwa na kiwango bora toka mwanzoni mwa mchezo hadi mwisho wa mchezo, kwani amechezesha vizuri kabisa na hakuna malalamiko yoyote, na huweza kuona mchezaji yoyote au pande yoyote ikienda kumlalamikia kwa kutoa maamuzi mabovu. Mwamuzi huyu amekuwa na kiwango bora msimu huu, kwani katika renki za CAF amekuwa ni mwamuzi anayeshikilia nafasi ya 12 katika renki za CAF. Je, swali la kujiuliza ni kwa nini waamuzi wetu hawakuchezesha dabi hii ya Kariakoo? Ama kwa kiwango alichokionyesha mwamuzi huyu, je, marefa wetu wanaweza kufikia uwezo huo? Basi leo tutajadili kwa kina kuhusu mwamuzi huyu. Mwamuzi huyu ni mzaliwa wa nchini Misri. Amekuwa akichezesha mechi za ligi kuu ya Misri kwa misimu 5 mfululizo hivi sasa, huku akichezesha mashindano ya CAF Champions League na hata mashindano ya CAF Confederation Cup. Amekuwa ni mwamuzi mwenye kiwango bora kabisa toka ameanza karia yake ya uamuzi, kwani katika karia yake ya uamuzi mpaka hivi sasa ameshachezesha mechi 235. Katika mechi hizo amefanikiwa kutoa kadi nyekundu 6 na kutoa kadi za njano 65. Mwamuzi huyu raia wa Misri amekuwa na kiwango bora kabisa, hivyo hadi uongozi wa bodi ya ligi unampa mechi hiyo kubwa kabisa hapa Tanzania na vile vile hata nje ya mipaka ya Tanzania kuchezesha. Itimis walikuwa wameshafanya research yao na kujiridhisha kwamba ni refa ambaye anaweza kuchezesha vizuri, na kwa maoni yangu mimi mwamuzi amechezesha vizuri, kwani sehemu ya kuweka foul aliweka foul, sehemu ya penalty aliweka penalty, na sehemu ya mpira kutoka aliweka mpira kutoka, huku akiwa akisaidiwa vyema na washika vibendera. Je, ni yapi maoni yako? Nadhani mwamuzi wetu wanaweza kufikia kiwango cha mwamuzi huyu alichokiweka leo, au waamuzi wetu wana kipi cha kujifunza kwa mwamuzi huyu alichocheza leo? Mwamuzi bora kabisa. Na unampa asilimia ngapi za uchezeshaji wa vizuri wa mechi hii ya leo? Tuachie kwenye comment. Na kama ndio mara yako ya kwanza unatembelea channel hii kubwa kabisa na basi usisahau kusubscribe pamoja na kucomment.